Hapa kuna ripoti ya hivi karibuni kuhusu hali ya maji na miundombinu huko Gaza hadi kufikia Aprili mwaka 2026, ikionyesha uharibifu uliokithiri ambao umesababisha janga la kibinadamu. Hali ya miundombinu ya maji Gaza hadi Aprili 2026. Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni za Umoja wa Mataifa OCHA na mashirika ya kimataifa kama Oxfam, hali ya upatikanaji wa maji ni mbaya sana. Uharibifu wa jumla zaidi ya 80% ya vifaa vya maji, vikiwemo mitandao ya mabomba, vituo vya kusukuma maji na matangi makubwa, vimeharibiwa kabisa au kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa mgogoro. Visima vya maji. Kati ya visima 214 vya miradi ya maji, takriban visima 162 vimeharibiwa. Kwa ujumla, 83% ya visima vya maji ya ardhini havifanyi kazi. Upungufu wa uzalishaji. Uzalishaji wa maji umeporomoka kwa 84%. Kabla ya vita, Gaza ilikuwa ikizalisha lita 255,000 kwa siku, lakini sasa ni lita 21,200 pekee ndizo zinazozalishwa. Maji kwa kila mtu. Katika maeneo ya kaskazini mwa Gaza, kiwango cha maji kwa mtu mmoja kimeshuka hadi lita 3 tu kwa siku, wakati kiwango cha dharura cha shirika la afya duniani WHO ni lita 15. Nukuu ya ripoti kuhusu ugaidi wa maji. Chombo cha habari cha Al Jazeera na ripoti ya Relief Web zimenukuu hali hii kama mbinu ya makusudi ya kivita. Nukuu halisi, Oxfam Report Jan 2026 of water facilities destroyed. 89% of the population were dependent on unsustainable water tracking to get just the bare minimum level of water needed to survive. Tafsiri: zaidi ya 80% ya miundombinu ya maji imeharibiwa. 89% ya watu wanategemea usambazaji wa maji kwa malori ambao si endelevu ili kupata kiwango cha chini kabisa cha maji kinachohitajika kwa ajili ya kuishi. Ripoti za WHO zinaonyesha kuwa zaidi ya 77% ya sampuli za maji zilizopimwa mwaka 2025 hazikufikia viwango vya afya. Kumekuwa na zaidi ya kesi 496,000 za kuhara kwa maji, huku 47% ikiwa ni watoto chini ya miaka 5. Ikiwa kuharibu visima na kuzuia maji kwa watoto 21,000 si ugaidi, basi neno hili lina maana gani? Namba hazidanganyi, ni muda tu. Kama bado haujafanya hivyo, na kuomba ubonyeze alama ya subscribe sasa ili uendelee kupata data na ukweli kama huu ambao hausemwi na vyombo vingi vya habari. Tuendelee kuwa pamoja.